kutazama kilichojiri kwenye kupitia kwa bodi ya ligi, ambapo walitoa tathmini yao juu ya kile ambacho kilikuwa kinaendelea hivi sasa, lakini pia tutakwenda kutazama kuhusiana na yanayoendelea hivi sasa kwa maana ya michezo ambayo ilipigwa jana kwenye ligi ya hapa nyumbani Tanzania. Tutakwenda kumulika kwa pamoja, lakini kulikuwa na taarifa kwa umma kutoka kwenye bodi ya ligi ambayo ilikuwa inazungumzia mapitio kutoka kwenye kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi, ambapo kwenye kikao chake kilipitia baadhi ya matukio, tagusa baadhi ya matukio ambayo yamekuwa unique kidogo, ikiwemo ukiachana na kosa ambalo walilifanya wachezaji na benchi la ufundi la Mtibwa Sukari, ambao hawa wamelimwa milioni 5. Achana na hiyo, lakini tutakwenda kutazama pia kuhusiana na kile ambacho kilitokea kwenye mchezo wa Yanga, ambapo shabiki wa klabu ya Yanga anayetambulika kwa jina la Saadi Selemani Ali amefungiwa kuingia uwanjani kwa vipindi cha miezi 12 kwa kosa la kuingia kwenye eneo la kuchezea siku moja kabla ya mchezo, Young Africans wakifanya mazoezi ya mwisho na kuweza kumwaga vimiminika kwenye goli la Kusini. Hivi vitu vinatafsiriwa ni tukio la kishirikina. Hii ilikuwa kabla ya mchezo kwenye mchezo wa Mashujaa dhidi ya Yanga, ambao Yanga walishinda goli 2-0. Kuna shabiki aliingia uwanjani wakati wa mazoezi akamwaga vimiminika Nazareth Upete. Ni matukio ambayo yanajiendeleza. Kumbuka wakati tupo Arusha, nadhani siku ya mwisho kabla tujaje huku ilikuwa Alhamis, tulijadili pia kuhusiana na mashabiki pia. Mashabiki wawili wa Yanga na shabiki mmoja wa Simba walifungiwa pia, na mashabiki walionekana kufurahishwa sasa washabiki wa Yanga na kuonekana kwenye peji ya ligi kuu wakiwa wamefungiwa. Wao walikuwa wanadai ni jambo ambalo kwao walikuwa wanaliota tu, yani kama itatokea siku moja nao watapostiwa ingekuwa ni kitu cha maajabu, lakini wakafurahia kupostiwa na bodi ya ligi. Leo tena kuna mshabiki mwingine naye amefungiwa. Matukio muendelezo haya ya mashabiki kuendelea kufungiwa kwenye viwanja, na mengi yanahusishwa imani za kishirikina, kufanya vurugu, lakini pia wengine kwenda mbali zaidi, wale wanaojiita makomando wa hizi timu. Binafsi nafikiri ni challenge ambayo imekuwepo kwa mashabiki wenyewe. Unajua bahati mbaya ni kwamba wao wanaamini wanazitetea timu zao, ndio imani ile kuwepo, lakini bodi wanaenda mbali na kuendelea kuwafungia mashabiki, na kwa siku za hivi karibuni mashabiki wa Yanga ndio wamefungiwa zaidi ile personal mmoja kuingia uwanjani. Lakini kwa Simba wao wameilipisha faini klabu yao kuliko klabu yoyote kwa siku za hivi karibuni. Na kesi kubwa ya mashabiki wa Simba ni kurusha vitu visivyofaa, makopo ya maji na vimiminika kwa waamuzi na vitu vingine vya namna hiyo. Nafikiri ni baadhi ya tabia tu ambazo kwangu, kwa sababu wanazifanya wakiwa wanaelewa wanachokifanya na wanalimwa fine na klabu zao ndo zinazoumia, watachagua wao kipi ni bora, waendelee kuziumiza klabu zao ama waendelee kuto kuingia uwanjani kama ambavyo sasa hivi naendelea. Nafikiri kwenye swala la udhibiti wa mashabiki bado tupo nyuma sana kwenye maeneo mengi, hasa klabu moja kuwadhibiti mashabiki wao, kwa sababu haiwezekani tukio hilo linajirudia kila uchao. Ndio. Yani leo mistake, kesho mistake. Hakuna bahati mbaya kujirudia hivyo. Unasema ukiona mtu anarudia kosa mara 3 mpaka mara 4, hiyo ni tabia yake tu, wala sio issue ya kukosea tena. Sawa, lakini kwa hatua nyingine ni kwamba kwenye mchezo wa Simba dhidi ya Pamba, mwamuzi wa kati Hans Mabena kutoka Tanga na mwamuzi msaidizi nambari 1 Frank Komba wa mchezo wa tajwa hapo juu wameondolewa kwenye orodha ya waamuzi kwa mizunguko 5 kwa makosa ya kuonyesha mapungufu ya kiuchezeshaji yaliyotokana na kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu. Hawa wameondolewa, lakini pia klabu ya Simba imetozwa shilingi milioni 10 mashabiki wake kumwagia maji mwamuzi nambari 1, lakini pia
wakipinga maamuzi ya muamuzi huyo mara baada ya kuonyesha kibendera kuashiria mchezaji wa Simba kuotea. Kuna jamaa mmoja jana aliandika ikanishtua kidogo, alisema ya kwamba mfano kama wanajua ya kwamba muamuzi hakuwa sahihi kwenye kutafsiri sheria na miongoni mwa matukio ilikuwa ni hayo ya offside. Mashabiki wanalalamika kwamba muamuzi anashindwa kutafsiri sheria. Na wao walivyotoka hapa wameenda kumfungia muamuzi huyo ambaye mashabiki walikuwa wanamlalamikia. Ndio mashabiki walienda extra kumrushia makopo sijui nini, ni mnaweza mkamjeruhi mtu na mkamsababishia vitu vibaya, lakini watu wanahoji kama nao wanaona ilikuwa ni sahihi, yani kama nao wamekuja kutoa hiyo adhabu, mashabiki walikuwa sahihi kulalamika ama vipi? Ni sawa kabisa shabiki ulalamika, lakini sio sawa shabiki kujichukulia sheria mkononi. Ile umerusha ni kopo la maji. What if mwingine angekuwa na kisu pale akarusha, sababu hiyo tayari hasira ameshakuwa na, sio unanifahamu, inatoka kwenye mpira inakwenda kwenye jinai. Kwa hiyo nafikiri kinachodhibitiwa hapo sio hasira yako wewe baki nayo. Kinachodhibitiwa hapo ni swala la usalama zaidi wa mtu mmoja baada ya mwingine. It's okay amekosea. Sasa kwa nini uanze kumpiga? Kwa nini uanze kumshurutisha kwenye namna isiyofaa? Nafikiri kuna sehemu ambayo tunahukumiana kwa sababu kuna mtu wa kuhukumu. Ikiwa maamuzi na sehemu yake ya kuhukumu, basi una sababu ya kwenda kumpiga, una sababu ya kwenda kumdisturb kwa namna yoyote ama kwa gharama yoyote. Nafikiri huo ndio utofauti mkubwa uliokuwepo baina ya hawa watu wawili. Lakini kama ukizungumzia sababu za ama uhalali wa kufanya hicho, ndio kinachokosekana, uhalali wa kwenda kumpiga muamuzi. Lakini ile kulalamika na kuonesha kutoridhishwa naye, kuna namna ya kuonesha. Unaweza mkashout, unaweza wakati mwingine watu wanaimba tu refa ni kuonesha tu kutokubaliana na upande ambao yeye anakuwa ameusimamia. Kwa hiyo wakati fulani unaweza kibinadamu unaweza kujenga hiyo hoja, lakini ukija kwenye uhalisia na mazingira sahihi ya kila mmoja kwa salama uwanjani, nafikiri bado itakuwa haimati sana ama haileti picha nzuri. Tukaruhusu tu kwa sababu wana una hasira wewe mwage maji, kwa sababu wewe una hasira kuna mwingine atakuja mwage vitu visivyofaa pale, mtakirushia tindikali sinaweza kawa shughuli pale. Kwa hiyo kinachoamuliwa sio yale maji, kwa sababu maji peke yake yanaweza siwe na madhara hivyo, lakini what if mwingine akaja na kitu cha tofauti ambacho sio maji. Na tunajuana namna ya uingiaji wa uwanjani kwetu hapa ni tofauti kidogo. Kwa mfano pale KMC mashabiki wanakuwa karibu sana na muamuzi. Ndio. Na ukiangalia mfumo wa uingiaji wa uwanjani hamna skana pale. Mtu anaweza kana kakisu kake kadogo tu amekaficha nani akakatupa kwenye namna ambayo anajifanya mkorea pale, watu wote wanapoteana. So inaweza katokezea shida, lakini nafikiri ndio swala la udhibiti zaidi na kuhakikisha nidhamu inaendelea kuwepo dhidi ya wanamichezo wengine ambao wanakuwepo uwanjani. Ligi kuu jana iliendelea kwa michezo kadhaa na kanda ya Ziwa jana imefurahi kwa kupata hat-trick ya pili ya ligi, na wao wameitoa kutoka kwenye kanda yao. Lakini kumbuka Singida walitoka kutoa hat-trick nyingine majuzi tu hapo. Kwa hiyo ule upande wa kule ni kama una bahati fulani hivi, ukiondoa kanda ya Ziwa kisogea kwa Singida hapa napo unapata chochote kitu. Matthew Tegis magoli matatu jana, dakika ya 12, 46, 48. Hili goli la pili na la tatu alifunga haraka sana, dakika 46 akafunga dakika ya 48 na kuhitimisha magoli 4-0 dhidi ya Mtibwa. Watu wanaona kama Tegis amechelewa, na kocha wake jana alisema amechukizwa sana na Matthew Tegis kwa sababu alikuwa anaamini ni mchezaji ambaye anaweza kufunga magoli toka mwanzoni na alikuwa anamfahamu, na ndio maana alimsajili pale Pamba. Nafikiri sasa wakulaumiwa ni yeye kocha na mchezaji wake na viongozi wa Pamba pia na wachezaji wa Pamba, au ndo wakulaumiwa, sio Matthew Tegis peke yake. Kwa sababu kuna baadhi ya mechi ambazo walikuwa wanacheza azif hawataki kushinda, na nafikiri nilishawahi kuzungumza hapa. Kuna mechi walikuwa wanacheza azif ni wajibu tu wa kwenda kucheza. Na nilishawahi kukuambia hapa, siamini kama Pamba hawana timu ya kushindana. Labda kama wanaona wameshamaliza ligi it's okay.
kwa sababu mpaka pale walipocheza jana ni wazi kwamba hawapo kwenye kushuka daraja. Ndiyo. Hawapo kwenye hizo struggle. So sikushangazwa na ushindi wao wa bao 4. Hiyo ndio Pamba ikiamua kucheza mpira na ikiamua kujiheshimu inaweza kucheza kwa kiwango cha juu namna hiyo. Ndiyo. Lakini Pamba ile ambayo ilikuwa inapita hapa katikati mimi binafsi ilikuwa inanishangaza sana. Na Pamba ile imecheza dhidi ya Simba, that was a good game. Sana tu. Yaani wamedeliver kwenye performance ambayo unaiona kabisa, okay, hii ni Pamba. Kuna Pamba iliyopoteza 4 dhidi ya Singida. Ilinifikirisha sana. Ikapoteza nafikiri na Prisons ama Mbeya City, wakasare hapa. Hawakuwa na muendelezo mzuri. Ngoja nijiridhisha hapa. Sije nikamsingizia ushindi Prison. Akabaka na nishangaa kwamba yeye alishinda lini. Na Prison kushinda ni swala gumu. Kama jana ameshinda ilikuwa ni maajabu. Ndio vile bwana. Pamba walipoteza dhidi ya Tanzania Prisons. Pamba walipoteza dhidi ya Azam FC. Pamba wali 0-0 na Dodoma. Pamba walishinda 1 dhidi ya KMC. Pamba wakafungwa 1 na TRA. Pamba wakafungwa 3-0 na Yanga. Pamba wakasare na 0-0 na Mashujaa. Na Mashujaa pia. Hiyo ndio Pamba ambayo okay, tutoe labda Yanga. Lakini hizi nyingine hizi zote nakufanana. Kwa sababu nakumbuka Azam kamwangaisha mzunguko wa kwanza, Singida kamwangaisha mzunguko wa Tanzania Prisons ndo hata asiongee. Simba kateseka mzunguko wa kwanza. Kwa hiyo bado walikuwa na uwezo wa kucheza zaidi. Uwezo wa compete. Yaani okay, tuseme labda Simba na Yanga ni kubwa kwake. Na Azam. Wengine Singida yule wa kumfunga 3, Singida alikuwa anateseka na ana struggle dhidi ya kina Coastal Union. Ametoka kushinda 1 nani kwa tabu. Singida ame struggle. Leo nani Pamba naenda kupoteza pale bao 3-0. Dodoma huyu ambaye Dodoma bana. Mimi binafsi ingekuwa ni mapendekezo yangu, aheri hata tubadilishe mfumo wa uchezaji wa ligi. Aheri tubadilishe mfumo wa uchezaji wa ligi. Kivipi? Kwangu kama ingekuwa ni hiari yangu, bora playoffs ziongezwe. Yaani waje hebu weke vizuri hapo. Kuna miundo miwili hapa. Unajua tunangoja niweke hivi ili niongee kwa ukubwa. Ligi yetu imefika sehemu ambayo efforts tena. Akiwa katikati hashuki chini, hana shida ya kwenda juu, yupo katikati pale. Huoni efforts tena. Yaani ni kama imefika sehemu mtu akisha kuwa kuanzia wa 5 mpaka wa 10. Ni kama swala la yeye kuendelea kupambana sio la lazima. Nitakupa mfano wa Dodoma Jiji. Unamwona sasa hivi anavyocheza vibaya. Yaani haivutii timu. Anacheza tu. Nakwambia ukichukua ile Dodoma ile ifunga Yanga, alafu kaikutanisha na ya Singida juzi, wewe unaweza kabaki unashangaa tu kwamba ni timu moja. Na usichukulie tu mechi ya Singida, angalia mechi zao 4 za hivi karibuni. Huoni sababu ya kwa nini wanafungwa. Huoni kwa nini wanacheza vile ikiwa wao ndio Dodoma. Sijui unanifahamu? Mchukue huyo JKT anavyocheza sasa hivi. Timu inakera ile kaka. JKT, mchukue JKT anavyocheza sasa hivi. Mchukue Pamba alivyocheza hizi mechi za hivi karibuni. Unbeaten, mtu anakuwa unbeaten home, yani watu wanakuja hadi Simba na Yanga zinahofia kuja nyumbani kucheza na wewe. Alipoteza mechi moja tu dhidi ya Yanga pale kwake. Baada ya hapo hadi akina Prison wanajishindia pale. Mchukue huyo Prison ndo anashinda sasa hivi. Sasa hivi Prison anashinda dhidi ya kila mtu. Wachukue hao niliokutajia, mchukue TRA pia. Yaani ikiwa tuna timu zinazocheza vile, ikiwa tuna timu nyingi zinazocheza vile, why tunaona ni muhimu kuendelea kucheza na hizi nani? Kwa sababu ikishafika mtu yupo kwenye safe zone, ni kama hataki tena kucheza, yani anacheza ili mradi tu anacheza.
Dodoma anapoteza mechi. It's okay Dodoma kupoteza mechi. Mimi wala sina shida. Si mpira. Lakini anachezaje? Hizi mechi the way ambavyo tulimuona mzunguko wa kwanza na the way anavyocheza sasa hivi. Wachezaji wameridhika? Wachezaji wanahisi ligi imeisha? Hakuna tena ari ya kuendelea kupambana kwa sababu sisi hatuwezi kuona kitu tofauti na kile tunachokiona uwanjani. Sisi hatujui kama huku mnadai, sisi hilo sisi hatufahamu. Tutafuatilia ikiwa tutaona linazungumzwa ama kuna hiyo tip ya kufahamu. Lakini kile unachokideliver ndani ya pitch wachezaji wanachezaje? Na kwa nini matokeo ya uwanjani yao yanakuwa sababu ya wewe yani mshahara wako unakuwa sababu ya wewe kuleta matokeo mabovu uwanjani wakati hiyo ni kazi yako? Wakati inawezekana hizo changamoto ulikuwa unazipitia wakati timu inatafuta matokeo na ulikuwa unapata. Yes. Kwa sababu sio changamoto mpya. Leo timu inaenda mechi karibu 4-5 inapoteza tu. Lakini kwa sababu haishuki daraja fresh, unaona kawaida. Na hapa Upete ndo hoja ya kupanga matokeo watu wanakuja wanaichomeka. Yaani kwa sababu wanashangaa leo hii Tanzania Prisons ameshindwa kabisa kufurukuta, lakini anakuja kumfunga labda Dodoma Jiji chuma 2, anakuja kumfunga Pamba. Yaani na wewe unakuja unashtuka unajiuliza, imekuwaje Pamba ambaye alikuwa wa moto anakuja kufungwa kirahisi kabisa? Na sio kwamba kiuchezaji kwamba labda ukienda kuangalia mechi unasema sasa hivi Tanzania Prisons wamebadilika hiki na hiki, hakuna. Ila unakuja kusema wewe mwenyewe kwamba Dodoma Jiji amepunguza hiki na hiki. Kwa hiyo kuna makusudi imefanyika kwenye mechi ambayo imesababisha matokeo kuwa hivyo. Ndio maana watu wanakuja wanasema kuna upangaji wa matokeo pia kwenye hizi mechi kwa sababu ya performance ya hizi. Sijui sana lakini sijui kama kuna hiyo kesi lakini I wish tubadilishe mfumo wetu wa uchezaji wa ligi. Nafikiri inaweza kusaidia. Lakini kama tukiendelea kucheza hivi kuna siku itaje tokea maajabu kwenye mpira wetu. Mimi sio mtabiri lakini tuna siku chache sana kabla hatujaja kila mtu aseme hii sio, hii ni too much. Sio, unanifahamu? Yaani nitakupa mfano tu kwa nini nasema playoff ziwe nyingi. Mimi ningeshauri kama tunaona kwamba watu kushuka daraja wale wanne haiwezekani moja kwa moja, kwa sababu sasa hivi watu hata kichaka cha playoff wanaona tutapita salama. Sijui unanifahamu? Mimi ningeshauri watatu washuke jumla. Hakuna kwa playoff, hakuna kwa nini? Alafu kwenye sisi zitakuwa nafasi ya 16, 15 na 14 ndio wanashuka jumla. Alafu nafasi ya 13, 12, 11 wacheze playoff. Wao wenyewe atakayeshuka kule ashuke jumla ipande timu nyingine ya championship. Hakuna playoff ya championship tena sijui nini, kwa sababu hiyo ni kichaka pia wanajifichia. Sijui unanifahamu? Lakini kama hilo linakuwa gumu, mimi ningeshauri tu adapt mfumo kwa mfano wa ligi ya Misri wanavyofanya au Belgiji. Tunacheza mzunguko wa kwanza wote. Si ndio ubovu ulipo? Ndio watu wanapambana kupata matokeo hapa. Yule wa kwanza mpaka wa 6 kwa mazingira ya ligi yetu wawanie ubingwa. Alafu nyinyi wengine huku mshuke daraja. Mpambane nani abaki. Utaona mechi nzuri sana. Hakuna mtu atakaye kuja kufanya upuuzi kwa sababu wanapumzika zaidi hapa kwenye mzunguko wa pili. Sasa mzunguko wa pili tuupunguze. Hatuna sababu ya kwenda mechi 30 kila timu wakati hazina ushindani, hazina activeness yoyote, hazina ushindani wowote. Aheri tubadilishe. Okay, utacheza mechi hizi 15 za kwanza hizo must utacheza, na ili tulete usawa tunachezaje? Ni rahisi tu. Ulikuwa nyumbani, mechi inayofuata ugenini. Nyumbani, ugenini. Nyumbani, ugenini. Ni rahisi tu. Lakini ule mzunguko wa pili kama yule unayekutana naye ulicheza ukiwa nyumbani, automatic yana kwa ugenini. Itakuwa rahisi sana kuzuia hivi vitu. Mimi nafikiri ni aibu. Yaani lazima tutazame. Kwa mfano, unataka kuniambia tukiwa na nafasi 6 yupo Yanga, Simba, Azam, Singida, TRA, labda tumuongeze na JKT. Si hawa 6.
Unataka kuniambia JKT atakuwa tayari kutoa alama kwa watu wote? Hapana. Unataka kuniambia Singida atakuwa tayari kutoa alama kwa watu wote? Hapana. Lakini kwa sababu hao watakuwa na pointi zisizozidi 3 kwa kila mmoja, akina waliopo huku chini, hakuna mtu atakayekuwa tayari kufanya huo upuuzi wa kuja kurelax wakati ligi inaendelea. Yaani binafsi nasikitika sana nikitazama baadhi ya michezo mpaka najiuliza kwamba hao washamaliza ligi au hawana mood tena ya kuendelea kucheza ligi. Lazima wamalize ligi upete wewe, kwa sababu kabakia Simba na Yanga pale juu. Ukiporomoka huku chini mpaka nafasi ya 14 ndio unaenda kupata hao wanaoshuka chini ndio wana ushindani wa kucheza. Yaani hapo mchomeki Azam pia yupo, kwa sababu Azam hamna anachopambania sasa hivi. Tayari kasha cement nafasi yake. Singida kasha cement nafasi yake. Poromoka hapo chini JKT sijui nani hao hakuna wanakoelekea. Hadi nafasi ya 14 huko chini. Kushuka chini wale ndo wanapambana nao pia. Kwa hiyo kuna ligi ya timu mbili tu. Amini magrupu mawili. Watu wawili wa juu na huku watu wa kuanzia 14 kushuka chini. Katikati hawa wote hamna mtu mwenye shida ya alama, yani hawa wanacheza kutimiza tu kile ambacho kipo kwenye ligi hivi sasa. Kabla hujaweka maneno hapo, nizungumze na washindi wangu. Washindi ambao wamejipatia pesa kutoka kwa Mshua.